Nairobi hoye! Nairobi mambo! Hebu nione kwa mikono wale wananisikia, hebu nione kwa mikono. Basi wewe soja, wachana na wananchi bwana, wakuja hapa karibu. Wewe unawasumbua kwa nini? Hawa wananchi hawana noma bwana. Sijui kama tunaelewana. Nairobi hoye! Sikizeni watu wa Nairobi. Leo tumekuja kufungua hii junction. Si namna hiyo? Nyinyi mnajua watu walikuwa wanahangaika hapa. Msafara ya kwenda Nairobi, kwenda kazini, kwenda kufanya biashara ilikuwa inachukua muda mrefu sana. Jam ilikuwa inaleta noma sana hapa. Ni kweli ama si kweli? Si jam ilikuwa inaleta kisirani hapa? Hii junction hii tumejenga Julai 2024. Yani miaka miwili iliyopita. Julai 2024 ndio tumeanza hii mjengo. Na leo tumeimaliza, inaanza kutumika kuanzia leo. Hii kitu ilikuwa imepangiwa. Ukiona pale, hii ujenzi ilikuwa imepangiwa ati iendelee kwa miaka mitatu. Ninyi mnanielewa? Mimi nikawaambia contractor, haya kubali hii loudspeaker isonge huko ndio wananchi wasikize maneno. Nairobi hoye! Haya kubali hii gari isonge nyuma, isonge nyuma. Na hiyo gari ingine wewe songesha gari hapa, wananchi wasikie tunasema nini. Wewe unapark gari huko. Wewe ni mtu bure sana. Ama ni aje bwana? Isonge. Si mnataka kusikia tunasema nini? Si Nairobi ni yenu? Si mnataka tupange Nairobi? Na mnataka Nairobi ipangike? Mimi niliwaahidi watu wa Nairobi. Sawa sawa. Hapa Nairobi ndio capital city ya Kenya. Sura ya Nairobi ndio sura ya Kenya. Nairobi kama kumeharibika, Kenya kumeharibika. Nairobi kama kuna uchafu, Kenya haiwezi kuendelea. Nairobi kama itembei, kama iko na jam, Kenya iko na jam. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia hii Nairobi ilisahaulika miaka nyingi. Na mimi niliwaeleza hii Nairobi tutaipangia vizuri. Nimewaeleza hii mjengo hii ya barabara hii ilikuwa imepangiwa kumalizika mwaka ujao Julai. Mimi nikakuja hapa mara 3 nikamwambia huyu contractor, hakuna vile tunaweza kungojea miaka mitatu hii mahali jam isumbue wananchi. Hii kitu tumemaliza 1 year ahead of time. Na ndio mimi nataka niwaambie wale, kuna majamaa hapo wananisumbua ati William Ruto anafanya kazi sana, ati huyu mtu anapumzika saa ngapi, ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya. Na mimi nitafanya kazi 24 hours. Ama namna gani? Kwani nikifanya kazi 24 hours, time ni yao, nguvu ni yao, akili ni yao. Wawachane na mimi bwana. Ama namna gani? Mimi nataka niwaambie wale majamaa, nyinyi wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi niliwaambia Wakenya ya kwamba tutabadilisha hii nchi yetu. Na hatuwezi kubadilisha nchi kwa kuzembea. Hatuwezi kubadilisha nchi kwa kufanya kazi polepole. Mimi nataka niwaeleze, and I want to challenge those who are telling me that I am wasting time inspecting projects. This project here was supposed to be complete next year July. But by God's grace, working with the contractors here, I have come here several times to make sure this project is hastened. Today, we are launching this project 1 year ahead of time, to mean that what we can do for 10 years, we can do in 5 years. Tuendelee ama tuendelee bwana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mbali na hii project, mimi nataka niwaambie watu wa Nairobi, mumeona pale On Faith Cathedral. So mnaona pale pia tunajenga viaduct. Hiyo
viaduct ilikuwa imechelewa miaka. Mimi nataka niwaambie kabla ya Disemba mimi nitaenda kufungua hiyo viaduct. Watu ambao wanaenda CBD watawacha kusumbuliwa na jam kwa sababu tunataka Nairobi itembee. Tuendelee ama tuendelee? Hapa Talanta. Nyinyi mnajua kuna barabara ambayo tumeanza ya kuunganisha Ngong Road na ile Southern Bypass. Ndio watu wasihangaike wakati watakuja kuendelea na michezo hapa Talanta. Hiyo pesa tumeweka bilioni 3 ya kujenga hiyo barabara na contractor tayari yuko pale, nataka kuitengeneza. Vile tuko na project nyingine ya kuunganisha Bomas of Kenya na hii Talanta. Tuhakikisha kwamba Nairobi inatembea. Ni kweli ama si kweli bwana? Tubadilishe Nairobi ama tusibadilishe? Nimewatangazia tuko na barabara nyingi hapa Nairobi bado ni ya matope. Tuko na barabara nyingi hapa Nairobi zimeharibika. Na ndio mimi nimetoa pesa ya serikali kusema ili tubadilishe sura ya Nairobi, lazima hii Nairobi ioneshane sura ya taifa letu la Kenya. Wageni wakikuja Kenya wanakuja Nairobi. Ile sura wanabeba ya Nairobi ndio watafikiria kwamba ndio sura ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo nimefanya kazi na hao wabunge wenu. Nimefanya kazi na huyu gavana wetu na tumekubaliana ya kwamba kilomita 70 mpya ya Nairobi katika kila sehemu tunamaliza, iko 85%. Kuna kilomita ingine 60 ambayo tumepatiana procurement, ma contractor wanaendelea. Kuna kilomita ingine 70 mimi natangaza kandarasi yake wiki hii. Tuhakikishe ya kwamba kilomita 220 Nairobi katika kila kitongoji, katika kila ward, na MCAs wetu wako hapa. Hawa MCAs wamenipatia barabara zao. Ndio tuhakikishe kila ward ya Nairobi tunawatengenezea barabara. Hakuna ward ambaye tutawacha nyuma. Tunataka tutembee tukiwa pamoja. Nairobi hoye! Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka niwaeleze vile watu wa Nairobi. Kuna miji hapa Nairobi. Kuna sehemu za Nairobi bado zinaishi kwa giza. Ni kweli ama si kweli? Kuna miji ama sehemu 9 hapa Nairobi ambazo ziko katika ndani ya giza. Stima yao ilikatwa. Mimi nataka niwatangazie kwa hii budget nimezaini juzi. Hiyo budget tumeweka hapo bilioni 2 ya kuhakikisha wale watu wanaishi Kosovo, wale watu wanaishi katika Kiambiu, wale watu wanaishi pale Hospital Ward, wale watu wanaishi kule Mathare ambao hawana stima, tuwawekee stima waishi kama watu wengine wa Nairobi County. Nairobi hoye! Nyinyi mnanielewa jameni? Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Tuendelee ama tuendelee? Sikizeni watu wa Nairobi. Hii Nairobi ilikuwa inasumbuliwa na slums. Ni kweli ama si kweli? Wananchi wengi wa Nairobi wanakuwa wanaishi mahali hakuna stima, hakuna maji, hakuna usafi, hakuna barabara, hakuna maneno hiyo yote. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimesema kama wewe unalipa shilingi 2,000 kuwa na nyumba, wewe utaendelea kulipa 2,000 na mimi nitakujengea nyumba ya gorofa. Wewe uishi pale usonge mbele kama mwananchi wengine. Nairobi hoye! Kuna watu wengine, watu ambao hawana akili. Wanasema ya kwamba wanataka wananchi wa Nairobi waendelee kukaa kwa slums. Waendelee kukaa mahali hakuna stima, hakuna choo, hakuna maji, hakuna barabara. Wale watu ni mafala ama si mafala? Wale watu ni mafala ama si mafala? Ati wanasema watakuja kusimamisha housing. Wale watu ni wazembe sana bwana. Wale watu ni mafala sana wale. Bure kabisa. Sijui kama tunaelewana watu wa Nairobi. Nairobi hoye! Sikizeni watu wa Nairobi. Hii Nairobi City. Hii Nairobi City. Ile manyumba tunajenga Nairobi City saa hizi zinaendelea ni nyumba 75,000 ya watu wa Nairobi.
tuko na nyumba zingine 50,000 tumeipangia. Budget tumeweka ya Nairobi County ni zaidi ya bilioni 170 kubadilisha city ya Nairobi. Residents wa city wa Nairobi watakuwa wanaishi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima na kuna usafi, kwa sababu sura ya Nairobi ndio sura ya Kenya. Hapa Nairobi tunajenga soko 17 mpya inaendelea. Hapa Nairobi tunajenga hostels ya vijana wetu, universities zote, KMTC zote. Vijana 6,000 wa Nairobi, wale vijana wanasoma hapa Nairobi, tunawajengea hostels, kwa sababu tunataka vijana waishi mahali pazuri, wasome vizuri, wakuje watusaidie kusukuma Kenya yetu mbele. Mimi nawauliza watu wa Nairobi, mimi niliwaambia watu wa Nairobi tutawajengea masoko. Saa hizi pale Kigomba tunaendelea kujenga soko. Kuna watu wengine walienda kuambia watu wa Kigomba ati tusijenge soko. Na soko ni mahali ambapo inafanya biashara ya wananchi. Na wale walienda kuambia watu wa Kigomba ati tusijenge soko ni watu hawafanyi biashara Kigomba, hawanunui Kigomba, ni watu wananunua hapa Karen, watu wananunua kule kwa The Hub, watu wanaenda kule sijui Sarit Center. Alafu unaenda kumwambia mwananchi anakaa Kigomba ati tusimjengee soko. Kwani unawabeba wananchi ufala kiasi gani? Wale watu ni bure sana bwana. Sio kama tunaelewana? Nairobi hoye! Nijenge Kigomba nisijenge bwana. Na mimi nataka niwaambie, imebaki miezi 4, mimi naenda kufungua soko ya Kigomba, iko tayari. The first one. Hiyo ni phase 1 na nitabadilisha hiyo dunia yote mpaka hii Kenya ibadilike. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa Nairobi, watu wa Kanairo, na wauliza kwa unyenyekevu, msikubali watu ambao hawana agenda, hawana mpango, hawana maono, ati kazi yao ni matusi, ati kazi yao ni ukabila, ati kazi yao ni chuki, ati kazi yao ni vipindi, ati kazi yao ni fitina. Watuletee fitina taifa letu la Kenya. Watu wa Nairobi tunaelewana jameni? Nairobi si ni ya Wakenya wote? Ni yetu sisi zote ama si yetu sisi zote? Hapa Nairobi ndio Kenya. Na ndio mimi nataka mniwaulize kwa unyenyekevu, msikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Tunataka tuungane, tushirikiane, tujenge Nairobi tukiwa pamoja. Ni kweli ama si kweli my friends? Mnasema tuungane ama tutengane Nairobi? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane Nairobi hii nione kwa mkono, wala wanasema tuungane. Si ndio? Tuendelee namna hiyo. Mimi nawauliza Nairobi, nijenge hizi barabara, niunganishe stima, tujenge Talanta, tujenge Bomas, tupange mambo ya kilimo, tupange mambo ya kazi, tufanye Nairobi River Regeneration, tufanye hiyo kazi yote, SHA iendelee kuwatibu, na tupange dunia isonge mbele. Hebu nione wana anasema tupangane pamoja. Basi mimi nawauliza watu wa Nairobi. Nyinyi watu wa Nairobi, si nyinyi ndio mnaamua viongozi Kenya hii? Si nyinyi wananchi ndio mnaamua viongozi Kenya hii? Si mnaamua hatima ya MCA? Si mnaamua ya mbunge, ya gavana? Si mnaamua ya rais? Nyinyi ndio mtaamua. Mimi nawauliza, saa ile mnaamua kiongozi, mnaamua kwa sababu ya sura yake ama kazi amefanya? Ni kazi ya masura? Ni kazi ya makabila? Ni kazi ya mafitina? Ni kazi ya matusi? Si ni kazi ya mtu ndio itamuokoa? Si kila mtu aseme kazi yake amefanya? Ni kweli ama si kweli? Si mimi niko hapa, si kuna kazi mimi nimefanya? Si watoto wetu nimewasomesha? Walimu 1,100 nimeandika? Si nimepanga mambo ya barabara? Si nimepanga mambo ya stima? Si nimepanga mambo ya housing? Si nimepanga mambo ya markets? Si kila mtu akuje na kazi yake bwana? Ama namna gani? Na wale wa matusi na fitina pia watafutiwe ratili ya kupima fitina na matusi, tuone itakuwa kilo ngapi. Sio kama tunaelewana my friends? Nairobi hoye! Nairobi hoye! Sikizeni my friend, nimalizie.
Wacha nimalizie, si ndio? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, sawa sawa. Wale majamaa walijaribu kutuletea fujo Nairobi juzi. Mimi nawashukuru watu wa Nairobi, nawashukuru vijana wa Nairobi, nawashukuru wafanyabiashara wa Nairobi. Mulikataa fujo Nairobi hii, mukakataa maandamano ya kuharibu mali ya wananchi Nairobi hii, mukakataa fitina ya fujo ambayo inaharibu biashara Nairobi hii. Ni kweli ama si kweli? Nikasikia jamaa mwingine anasema ati kwa sababu watu hawakwenda kazini ati maandamano imefaulu. Na mjamaa amezunguka Kenya hii miaka 50, ametangatanga, hakuna kazi amefanya. Sasa anataka ati Wakenya hao wote wakose nafasi ya kufanya kazi. Wewe my friend, vile umekosa kazi ya kufanya for 60 years ama 50 years, wachana na Wakenya waende kazini. Kila mtu anataka kuendesha asoli yake, tubadilishe uchumi, tusongeshe Kenya mbele. Mwisho, Nairobi, sijui kama tunaelewana. Sijui kama tunaelewana. Si nyinyi ndio mtaamua next year? Si mtaamua next year? Si mtaamua rais next year? Si mtaamua governor next year? Muko tayari ama muko tayari? Muko tayari ama muko tayari? Sikizeni bwana. Wale majamaa wanajaribu kushindana na mimi. Si mnawajua? Wale majamaa mnawajua? Maono hawana, agenda hawana, sera hawana, mpango hawana, sera hawana, hata akili. Kumbe mnawajua? Wale majamaa mnawajua? Ati maono, ati agenda, ati mpango, ati sera, ati kazi, hata akili. Salala. Wale watu ni mafala wa mwisho. Nairobi hoye! Kwa hivyo nyinyi watu wa Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Hebu nione tutam ya watu wa Nairobi, nione tutam ya... Hii kitu ni mbaya bwana. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Ni kweli ama si kweli? Wacha nimuite gavana.